Ikawa Isaka alipokwisha kumbariki Yakobo, na alipokuwa Yakobo ndio kwanza ametoka mbele ya Isaka baba yake, mara Esau ndugu yake akaja kutoka katika kuwinda kwake, naye pia amefanya chakula kitamu akamletea babaye. Akamwambia baba yake, babangu, naondoke ale mawindo ya mwanawe, ili roho yako inibariki. Isaka baba yake akamuuliza, unani wewe? Akasema, mimi ni mwanao Esau, mzaliwa wako wa kwanza. Isaka akatetemeka tetemeko kuu sana, akasema, ni nani basi yule aliyetwaa mawindo akaniletea? Nami nimekwisha kula kabla hujaja wewe. Nikambariki, naam, naye atabarikiwa. Esau aliposikia maneno ya babaye, akalia kilio kikubwa cha uchungu sana. Akamwambia babaye, nibariki na mimi nami babangu. Akasema, nduguyo amekuja kwa hila, akauchukua mbaraka wako. Akasema, hakuitwa Yakobo kwa haki, maana amejitia mahali pangu mara mbili hizi. Alichukua haki yangu ya mzaliwa wa kwanza, na sasa amechukua mbaraka wangu. Akasema, ukuniwekea na mimi mbaraka? Isaka kajibu akamwambia Esau, tazama, nimemfanya we bwana wako, na ndugu zake wote nimempa kuwa watumishi wake. Kwa nafaka na mvinyo nimemtegemeza, nami nikufanyie nini sasa, mwanangu? Esau akamwambia babaye, una baraka mmoja tu babangu, unibariki mimi nami babangu. Esau akapaza sauti yake akalia. Isaka baba yake akajibu akamwambia, angalia, penye manono ya nchi patakuwa makao yako, na penye umande wa mbingu unaotoka juu. Kwa upanga wako wewe utaishi, nawe utamtumikia nduguyo, na itakuwa utakapoponyoka utalivunja kongwa lake katika shingo yako. Esau akamchukia Yakobo kwa ajili ya ule mbaraka babaye aliyombarikia. Esau akasema moyoni mwake, siku za kumlilia baba yangu zinakaribia, ndipo nitakapomua ndugu yangu Yakobo. Rebeka akaarifiwa maneno Esau mwanawe mkubwa, akapeleka mtu kumwita Yakobo mwanawe mdogo. Akamwambia, tazama, katika habari zako Esau ndugu yako anajifariji moyo wake, maana anakusudia kukuua. Na sasa mwanangu, sikia sauti yangu, uondoke ukimbilie kwa Labani ndugu yangu huko Harani, ukae kwake siku chache, hata ghadhabu ya ndugu yako igeuke, hata ikuondoke ghadhabu ya ndugu yako, akasahau uliyomtenda. Ndipo nitakapopeleka watu kukuchukua kutoka kuko, kwa nini nifiwe na ninyote wawili siku moja? Rebeka akamwambia Isaka, rohoni mwangu sina raha kwa sababu ya hao binti za Heti, kama Yakobo akitwaa mke katika binti za Heti, kama Hawa binti za nchi, maisha yangu yatanifaidia.